mpongo janga janga mpongo te kaibaranga migongo kaibaranga migongo. Nimekumisi pia, lakini mwanzo sina amani na hapa. Una amani vipi? Ndio kama hivyo, naogopa akirudi hapa mimi nitamwambia nini kwa haraka. Sababu huyo udugu wako sijui shoga yako sijui BFF wako hivyo. Yaani anavyokujaga shule, yaani anavyotiingia darasani ile. Yaani mimi nikimuona tu nahisi asili. Yaani anavyotembea, anavyojiweka, mara mwalimu aulize swali, yeye ndo anajibu. Mara akiuliza hiki, yeye ndo anajibu. Yaani hata muda wa kula, yaani mimi ananikera, yaani natamani siku moja hata muda ule anaitwa jina la chakula, yaani akishika kile chakula chake natamani hata nikimwage chini, lakini uwezo ndo. Hii dawa hii inaitwa mpapatiko. Popote ulipo na kichoice, unisikilize mimi tu, mimi ndo niwe mimi ndo niwe namba moja. Ni chochote ninachotaka unipe, simsikilize ndugu, simsikilize rafiki. Halo? Vipi? Safi, mzima? Mzima, tusijue. Kwema? Fresh tu, nimekumisi. Uko wapi? Nimekumisi pia, niko huku barabarani. Sasa unafanya barabarani kidogo? Kuna kitu tu nimekuja kuchukua mara moja. Basi poa, mimi nimekumisi ila naomba uje hapa nyumbani. Hamna shida, basi nakuja hapo sasa hivi. Mke wangu katoka akaenda Tegeta. Anakaa wiki mbili. Basi hamna shida, nakuja hapo bila kuchelewa. Mimi nakusubiri, mimi nipo nje hapa. Haya basi hamna shida. Poa, vipi? Poa, huku wapi? Nimetoka nyumbani naenda huku kutembea. Nenda hapo mbele kuna mafuta udugu. Unaenda kupika? Nakupika mchana. Unaenda kupika nini? Kanini tena vizuri. Ai mwenzangu, kutembea muhimu. Maana nimekaa nyumbani nimechoka. Kwa hiyo nikaamua niende hapo mbele nitembee nikimaliza nirudi nyumbani. Vipi mdogo wetu? Wadogo zangu wazima kabisa, sijui wadogo zako wewe hapo. Si wazima, mimi si mdogo wako anamtia. Yupo. Vipi lakini Ijumaa unaendaje shule? Shule nimekuja basi hata sijaje. Mtole. Ndio maana mimi sijakuona, maana mimi nimekaa pale muda michezo nimekutafuta sijakuona udogo wangu. Shule ilikuja? Ilikuja Kisauke shuleni, mambo mpira, tumecheza mpira. Asa wenzako Ijumaa hujaja. Yaani hivi unajua kufly? Odi. Karibu. Ingia. Hata kwako unaona huko. Fresh au? Fresh. Nimekumisi. Nimekumisi pia, lakini mwanzo sina amani na hapa. Una amani vipi? Ndio kama hivyo, naogopa mwanzo mke wako akirudi hapa mimi nitamwambia nini kwa haraka. Acha kuogopa. Kwanza nipenge ndugu zake huko anakaa wiki mbili. Wiki mbili sawa, lakini hapa ni kwake, anaweza kurudi bila taarifa, mwanzo naogopa. Hawezi kurudi. Mnasemaga hivyo hivyo, mwisho wa siku hapa mimi nije kuvunja uaminifu wangu kweli. Unajua yule mke wako mimi na yeye ni mashoga, afu isitoshe tunaelewana kama ndugu, afu leo anikute hapa nimekuja bila taarifa kweli. Umefurahi kwanza kuna shule nyingine. Si unajua Kisauke? Kisauke amekuja shule kwetu nakwambia tumecheza michezo yote. Wa kudansi mama.
wa kucheza mpira, netball, yani mambo lele. Kama fanya kama unaona. Lakini nashangaa wewe hujaja. Uwazi. Lakini umekosa vingi, tunakutana na watu mbalimbali, mapisi, handsome. Madam moja niulizie. Akuulizie kama nani? Mimi sijaja shule, najulikana, kwa lazima niulizie. Amna, alikuja tu ule muda wa kuita majina, akakuita jina lako tukamwambia hajaja shule, basi. Vipi lakini familia yako wazima? Wazima. Dulu tuachia yote. Ijumaa sija shule, nilienda kwa kina Mariam. Nikamkuta pale kakaza katulia, nikamuuliza nini shida. Akanielezea anapitia, akaniambia dada yake anampa kazi nyingi, anashindwa kuja shule. Ndio hivyo. Mimi nikamwona tu huruma pale, nikasema cha kumsaidia. Hapo kwanza ni chiki. Maana kwanza hapa nimefurahi. Kwa sababu uwe udugu wako, sijui shoga yako, sijui BFF wako hivi. Yaani anavyokujaga shule, yani anavyotiingia darasani ile. Yaani mimi nikimuona tu nahisi asili. Yaani anavyotembea, anavyojiweka, mara mwalimu aulize swali, yeye ndo anajibu. Mara akiulizwa hiki, yeye ndo anajibu. Yaani hata muda wa kula, yani mimi ananikera, yani natamani siku moja hata muda ule anaitwa jina la chakula, yani akishika kile chakula chake natamani hata nikimwage chini, lakini uwezo ndo sina. Pahendo kashatukuta, tunamdanganya nini mpaka tuelewe? Bosi unaofu bwana. Yule anakaa kimbi kwa ndugu zake. Kwanza mimi hata simamini hivyo. Unajua uliniambia kwamba anataka nioge, si ndio? Hata kama kwa hiyo ndo unataka akitukuta hapa, hiyo ndio kama sababu. Akitukuta hapa unamwambia mje kusalimia, sijakukuta, nimekuta mume wako. Ngo imeisha. Chumbani. Chumbani? Hawezi kutoka chumbani bwana. Uleze. Unasema tu hapa ndio tukienda huko akitukuta, mimi naogopa mwanzani, sina hata amani na hapa. Ni kukaa kabisa hivi, nikae kabisa nijiachie. Bwana tungeenda huko mbali na hapa kidogo afadhali. Kwa siku leo amna wewe, kwa siku leo jua hivyo tu, enjoy vitu marufuku. Siku moja wiki nyingine tutajua mama. Yani unaongea tu rahisi, lakini mimi ndio sawa nafanya, lakini mimi leo inaniuma mwezi. Yaani naogopa. Toa shaka wanaogopa. Haya sawa, mimi nakusikiliza. Kwa hiyo tunafanya hapa mambo yetu yale marufuku, ama jambo lingine hapa tunaingia ndani. Twende kumaliza show. Maana simpendi yule mtoto, yani sijui kwa nini. Yaani bora hata tungekuwa ndugu ningesema labda ndugu wa kufuatana tunachukiziana. Lakini sio ndugu yangu. Sio udugu wangu. Lakini natokea tu yani namchukia, ndio maana hata darasa hamisho. Maana sitaki yani simpendi kabisa. Mbona unalo hiyo udugu wangu? Mimi kadhani ndio familia. Tumeongea hapa tukamtembelee. Familia yako nani? Familia yake nani? Kufanya nini mtoto tukatulia yule? Mpole yeye, usifua yeye. Unachomchukia wewe ni bana, mimi sitaki kujali anasimfiwa wala anafanyaje ile, lakini tu mimi kwenye akili yangu simpendi, sitaki hata kumuona kwanza. Nani tena hapo kelele, shida nini? Ni mimi mwangu nimerudi. Mbona ulikuwa taarifa, shida nini? Bibi jamani, hata hatujasalimiana. Hujui hata huko nilikotoka kuna shida gani? Sio shida, unaondoka sehemu ungetoa, kama unarudi ungetoa taarifa. Mbona unarudi bila taarifa, shida nini? Jamani baby, nisingeweza kubaki kule mwenyewe. Nimekumisi ndio maana nimerudi. Niambie kitu gani umefanya urudi? Kuna emergency tu imejitokeza ndio maana nimerudi. Emergency gani? Si ndio maana nimekuambia nafika pale anti naye ana safari. Nimeamua kurudi. Bila taarifa? Baby, narudi nyumbani. Nitoe taarifa. Yaani kera bwana. Hata kama ni kwako, unataka utoe taarifa unakuja nyumbani, sio unakuja bila taarifa. Nakera bwana. Unakuja tu toa taarifa. Hii Tena ingewezekana ningemwona tu dada yake ningemuona. Ningempata maua yake. Yaani hata 5,000 ningempa. Kwa sababu gani unajua amenikosha hapo anavyomfanyisha kazi. Yaani wewe uelewi jinsi gani moyo wangu unafurahi. Udugu nimeshapo. Nikazani utamuonea huruma. Anachokipitia. Unakuta siku anafanya kazi wewe kama mtumwa. Sasa nimuonea huruma mimi mamake. Tena nikimwona dada yake kwanza.
Naenda kumwambia hivi, ikiwezekana hata chakula simpe. Amfanyishe kazi mpaka akili mkae sawa, tena hata shule ya nini asionekane. Si unaelewa? Wewe unaona? Yaani nikitoka hapa, ninakoenda huko. Namfuata dada yake. Naambia hivi, namuelezea, nasema hivi, hivyo unavyofanya endelee. Tena azidishe. Yaani hata chakula simpe mpaka akonde. Maana pale sikakonda, aongezeke kukonda. Yaani hapo, yaani nitamtafuta dadake kwa hali na mali mpaka nimpate, nimwambie endelee hivyo hivyo kumkomesha mpaka akome. Najuta kwa nini nimekwambia. Bwana hata usingeniambia, maana yaani unaona kama umenipotezea tu muda. Mimi kwa naenda zangu huko, huo muda nilosimama na wewe hapa, yaani ningekuwa nishafika na nisharudi tayari. Haya ndio hivyo. Umenipa umbea wenyewe naona umeingilia huko umetokea huko, lakini kuna baadhi umenifurahisha, kuna vingine umeniumiza. Haya. Wewe uko unaenda huko, mimi kwa naenda huko. Salimia unakoenda, mimi niwasalimie ninakoenda. Tuonana tena Mungu akijalia. Bye. Haya. Basi sawa, tuonana siku nyingine. Wewe unaondoka wewe muda si mrefu. Kwani umerudi sasa hivi? Sinakuuliza wewe. Mbona una matatizo sana na mtu shida nini? Sikiliza, nishakuchoka na tabia zako hizo. Kama unakuja nyumbani, toa taarifa, nipigie simu, namba yangu si unayo wewe? Sinakuuliza wewe, mbona umekaa kimya? Sawa, mimi nimekuelewa mume wangu. Wakati mwingine nikitoka nikiwa hadi nyumbani nitakuwa nakupa taarifa. Naomba nisamehe kwa leo, haitajirudia tena. Sawa baba. Samehe basi. Alafu mimi sio jeuri mume wangu. Mimi nakupenda ndio maana nimerudi nyumbani. Sasa ningebaki kule nafanya nini? Nirudi nyumbani nilikumisi. Lakini kama nimekukera samahani. Kumbe tuna mgeni jamani humu ndani. Vipi na huko umetokea wapi? Yangu ya maana yaani nimekuja hapa mbio. Tumbo lilikuwa linanikata hatari. Bahati nzuri tu nimemkuta shemeji wewe, nikamuuliza kaniambia umeenda dukani. Kwa hiyo nikaenda zangu chooni, nilipomaliza nilikuwa nakusikia tu uko unaongea, nikasema shoga mkasharudi hapa. Kwa hiyo maana nimetoka nimekuja dukani. Sawa. So mbaya vipi lakini mambo mengine? Safi. Kai sana shoga kama unavyoelewa hapo. Yaani tumbo tu linibani kile kimoja angalia nikusalimie chako tumbo. Haya, karibu udugu wangu. Haya poa, shehe mimi naondoka kwa heri. Yaani bado kidogo tu bwana ni mkose, lakini ya Mungu mengi. Ngoja niende zangu kule kwa babu, siku 3 tu bwana naye na natamba naye, kazi anayo. Asubuhi na mapema kwa mganga kumwendea, asubuhi na mapema kwa mganga kumwendea, yale aliyomsibu mganga kumwelezea, kuwa nampenda fulani maishani mwangu mie, kila nikimwambia kuwa nampenda nitesamie. Mganga nipe dawa ili anipende mie, mganga nipe dawa ili anipende mie, moyoni sina raha maishani mwangu mie, moyoni sina raha maishani mwangu mie. Asubuhi na mapema kwa mganga kumwendea, asubuhi na mapema kwa mganga kumwendea, yale aliyomsibu. Babe. Vipi tena? Ndio, nashangaa unapita hapo unaniambia mimi mgeni. Kweli jamani? Nashangaa kupeleka huko ndio kunishangaza. Kutanga mpongote kaibalanga migongo, kaibalanga migongo. Kutanga mpongote kaibalanga migongo, kaibalanga migongo.
kujanga janga mpongo je kaibalanga migongo kaibalanga migongo kujanga janga mpongo je kaibalanga migongo kaibalanga migongo kujanga janga mpongo je kaibalanga migongo kaibalanga migongo ujio ujio nishaanza kumweka nishaanza kuona ujio ugeni naona kuna ugeni rangi ipo ugeni waliolangia nayo kabisa kutanga tanga mpongo te kaibalanga migongo kutanga tanga mpongo te kaibalanga migongo kujanga janga mpongo je kaibalanga migongo. Vipi binti, mbona mbio mbio kama mwendokasi wa Mbagala? Umekuja mbio mbio kama mwendokasi wa Mbagala binti, vipi binti? Umekuja umekasirika usoni kama unakuja kupiga kichwa mganga. Nimeshinda kukuelewa kabisa. Alafu ukitazama nimeweza kuonea mbali, unakuja jasho. Unakuja kwa spidi mno. Shida nini binti? Mganga, mimi nimekuja, shida yangu umenifanyia vitu vingi, nimefanikiwa, lakini kwa hili nipo tayari kunyonga, kuchinja, ili mradi tu bwana niwe naye na nitambe naye. Kweli noma. Noma sana. Mabinti sasa hivi mnalo mbaya sana, mmefika mbali. Uko tayari kuoa kwa ile mwanaume? Sana. Mmefika sana mbali sana mabinti. Nikiangalia kwanza hapa mimi naona kabisa. Nikiangalia hapa naona kabisa. Huyo ambaye unagombania ni mwanaume wa mtu. Nashangaa kupendeza huku ni kunishangaza. Jamani baba. Ndio surprise yao vipi? Ndio, sasa nimetoka kwa mtu mwingine kwa ajili yako. Sio kwa hivyo bwana. Msikie kulaga hivyo. Oyo. Na uko peke yako. Uko peke yako, ni mko wengi sana binti. Shida unataka kuifanya wewe na wengine wanataka kuifanya. Nitamfanya wewe chizi. Ni noma sana. Kivipi? Yaani hata kama wengi mimi hainihusu. Mimi cha msingi mimi na yeye. Huyo mke wake tujue tunamfanyaje tumalize. Au wengine nitawashughulikia siku nyingine. Mimi leo nimekuja kwa jambo hilo moja tu. Naomba unisaidie mambo mengine yaendelee. Au wengine nitamalizana nao. Mimi yule mume najua, mume ndio naelewa, mume wa shoga yangu, wa udugu wangu, lakini kwa hili hata nisamee. Mimi chochote nitafanya mganga, chochote unachotaka nitakupa, mili mradi bwana tu awe wangu, na wengine nisiowajua nao nikiwajua kazi ndio ile ile nakuja. Wewe kuna kitu ukijui. Kuna kitu au kijui tunaona sisi. Wewe na yule mwanamke wake sio nyinyi tu. Yule mwanaume ana wanawake wengi. Hilo ndio usilolijua. Shona bwana. Kwa hiyo au uko peke yako. Mimi naangalia hapa naona wewe huwezi kuona. Kwa sababu mimi naona kwenye mambo yangu. Mimi cha msingi nisaidie. Hapo kwanza tuondoe kuua afu tuendelee. Mimi naona nitakugea dawa. Nitakusaidia kwa sababu mtu wangu wa zamani kitambo sana Kilingeni. Nitakupa dawa binti. Umesikia binti? Nitakugea dawa utapata mwanaume wako. Janga mpongo te kaibalanga migongo. Inoma sana mabinti mlipofikia. Ila binti mnanisahau sana huku. Mnamgombania mwanaume mmoja. Mganga sina mtu. Sina kunichana ndevu, nimekaa tu kama kobra. So kweli, fanyeni mpango nipate binti. Chukua dawa hii. Tena kukusaidia utaoga hiyo. Utaoga asubuhi inapochomoza jua na jioni. Asante mganga. Nasikia binti.
Ngoja, kuna kitu hakiko sawa. Kipi? Kwanza kuna kitu hakiko sawa binti, unajisahau sana. Kilingi akiachi bure. Fanya mpango hapa, weka kwenye nani. Kilingi akiachi bure, weka kidogo. Kutanga mpongote kaibalanga migongo. Hapo unaweza kwenda binti. Unaweza kwenda. Kaibalanga migongo. Jana tu tukagombana hapa, leo mimi hata ningegombana na wewe mara mia. Unajua tu? Mimi kweli? Ndio, nimekumbusha sana kwa baba. Hii dawa hii inaitwa mpapatiko. Popote ulipo na kichoice, unisikilize mimi tu, mimi ndo niwe mimi ndo niwe namba moja. Ni chochote nachotaka unipe. Usimsikilize ndugu, usimsikilize rafiki, usimsikilize mama, usimsikilize yoyote yule, nisikilize mimi. Na chochote unachoongea na mkeo uje uniambie mimi ndo kama mshauri wako kwa huyu mpapatiko. Upapatike kutoka huko kwako kuje hapa, mimi ndo niwe namba moja. Ni chochote nachotaka unipe. Mkeo usimsikilize, kila anachokuambia umpuuze, na kila anachokuambia inabidi uje uniambie mimi, unisikilize. Ninachotaka mimi ndo ufanyie mkeo. Mganga kumwelezea wanampenda fulani maishani mwangu mie, kila nikimwambia kuwa nampenda nitesamie. Mganga nipe dawa ili anipende mie, mganga nipe dawa ili anipende mie, moyoni sina raha maishani mwangu mie, moyoni sina raha maishani mwangu mie. Mungu, vipi umepatwa na nini wewe? Una shida gani wewe? Umepatwa na nini wewe lakini? Asubuhi na mapema kwa mganga kumwendea.